Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Pacome Zouzoua anastahili kwa sababu upambanaji wake na jitihada zake zimeleta kitu kwenye Essence. Namba za Charles Ahoua bado hazitoshi kumpa MVP kwa sababu pamoja na yote aliyofanya, lakini hajaleta kitu chochote kwenye klabu ya Simba, kwa maana hana taji lolote ambalo amevuna tofauti na Pacome Zouzoua. Kwa hiyo ni wazi kwamba Zouzoua anastahili kuwa MVP licha ya kwamba namba haziko mbali sana na za Charles Ahoua. Wengi wanazungumza kwamba Pacome hakuonekana kwenye baadhi ya mechi nyingi, kwamba kiwango chake hakikuwa endelevu kuwa na ubora ule ule. Majeraha yalimwathiri mwanzoni, lakini mwisho wa siku amerejea kwenye afya yake na amefanya kile ambacho anastahili. Mwisho wa siku tunasema kama asingekuwa na majeraha toka mwanzo wa msimu, basi namba zake zingekuwa mbali pengine kuliko hata zaidi Jean Charles Ahoua. Tunapozungumza MVP, mara nyingi si yule ambaye ameiwezesha timu yake kufanya vizuri. Naam, Essence imefanya vizuri na Pacome ameiwezesha, lakini tofauti iliyopo kati ya Pacome na Ahoua ni kwamba Ahoua namba zinamsoma vizuri, lakini hajaiwezesha Simba Sports Club kutoa taji lolote kama kufika kwenye eneo lingine ambalo tunaweza tukasema. Kwa hiyo ni kama vile ametengeneza kitu kwa ajili yake binafsi, lakini hajatengeneza kitu kwa ajili ya Simba Sports Club. Hauoni kana kwamba huenda pia ukawa msaada mkubwa kwa kuipeleka Simba nafasi ya pili kupitia yeye? Ndio maana tunasema ni msaada, lakini msaada wake bado hajaingiza chochote kwenye kabati la Simba Sports Club. Tunaweza kusema hivyo. Itoshe tu kusema Pacome anastahili kwa sababu amefanya kila kitu kama mchezaji na mwisho wa siku timu yake imechukua ubingwa na ameingiza mataji zaidi ya moja kwenye club. Kwa hiyo ni wazi kwamba anastahili kuwa MVP. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.